This is Dig It With Imani, the podcast. So kile kitu kilinikera, nikatamani block ile comment sababu niliona watu wengine wameshuka pale. Ilifika stage ambayo naumwa kiasi cha kwamba sitaki kuona mtu. Ni stress lakini pia na weave. Hatujai kuchukulia kwamba mtu anaweza akatukana akawa bullied kwenye level ambayo labda akatoa uhai wake. Haikuwa zaidi kunididimiza, ilikuwa kwa sababu watu walikuwa wanataka kujua kinachoendelea. Nini kilitokea Rose? This is Dig It With Imani, the podcast. Katika maisha ya hivi karibuni, mitandao ya kijamii imekuwa sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku, ikituunganisha na marafiki, familia na jamii inayotuzunguka. Inakadiriwa kuwa kuna watumiaji wa internet bilioni 5.35 duniani kote, sawa na 66% ya watu wote waliopo ulimwenguni. Kadiri mitandao ya kijamii inavyozidi kuchukua nafasi kubwa katika maisha yetu, ndivyo inavyotumika pia kama silaha ya kuwadhuru wanawake na wasichana kwa njia mpya na za kutisha. Ingawa si jambo jipya, ukatili wa kijinsia unaofanikishwa kwa teknolojia umeongezeka kwa kasi katika miaka ya hivi karibuni na kutishia usalama na ustawi wa wanawake na wasichana, hasa wenye ushawishi, wakiwemo wanamuziki, walimbwende, wanamitindo, watengeneza maudhui na hata wanasiasa. Ripoti ya hali ya ukatili wa kijinsia wa mtandaoni nchini Tanzania iliyotolewa na shirika la Tech and Media Convergence TMC mwaka 2022 inaeleza kuwa mtandao wa Instagram unaongoza kwa 43.3% ya ukatili wa kijinsia uliopitiliza kwa watu mashuhuri, wakiwemo wanawake, ikifuatiwa na Facebook 33.3% na X zamani Twitter kwa 23.3%. Ripoti hiyo inaeleza zaidi kuwa watu mashuhuri wanapitia ukatili zaidi Instagram kwa sababu ndio mtandao wanaotumia zaidi kukutana na wafuasi wao. Wanawake hawa, licha ya kuwa kioo cha jamii, ni miongoni mwa makundi yanayokumbwa na ukatili wa kijinsia mtandaoni, na hivyo kutishia afya yao ya akili na kudidimiza ndoto zao. Rose Manfere, mlimbwende wa Tanzania mwaka 2020, ni miongoni mwao, ambapo mwaka 2021 alijikuta katika msongo mkubwa wa mawazo kutokana na mashambulizi na lugha zisizofaa walizokuwa wanazitoa wafuasi wake, hasa wa Instagram, baada ya kuzuiwa kuiwakilisha Tanzania katika mashindano ya Miss World yaliyofanyika Disemba mwaka huo. Unapost hata picha tu umekaa unakunywa juice, lakini watu wanakuja wanakukumbusha sasa, vipi, kwa nini hiki, kwa nini kile, lakini haikuwa zaidi kunididimiza, ilikuwa kwa sababu watu walikuwa wanataka kujua kinachoendelea. Nini kilitokea Rose? Imepita miaka mingi, 5 sasa, kuanzia 2020. Sikumbuki vizuri kusema kweli, lakini kulitokea changamoto baada ya kuwa crowned kwa Miss Tanzania, na ikapelekea mimi kutokwenda Miss World. Na kubwa zaidi ilikuwa likizungumzwa ni kutokana na kwamba kuna vitu vya kimkataba, kwamba umebleach mkataba na vitu kama hivyo, yani umeenda kinyume na mkataba. Lakini ilikuwa ni topic nzito sana, kwa sababu unajua tasnia hizi ziko chini ya serikali, ambapo pia kwenye upande wetu sisi BASATA tunaingia pale. Kwa hiyo BASATA ilihusika kwa upande mkubwa sana kwenye kujua nini kinaendelea. Kwa pale kulitokea mtafaruku mkubwa sana baina ya BASATA na organization, kwamba mrembo huyu tunavyoona anatakiwa samehewe aende Miss World. Miss Tanzania organization nasema kwamba hapana, hawezi kwenda, tunataka kumpeleka mtu mwingine. Kwa hiyo kulikuwa kuna mtafaruku mwingi hapo sana. Kupelekea sasa watu kutaka kujua kinachoendelea, na mtandao ukaanza kuongea. Kutokana na umaarufu wake, baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii walianza kumfanyia mashambulizi ya maneno yasiyo na staha, na wengine wakimtukana pasipo kujua kilichojificha nyuma ya sakata lake. Rose anasema jambo hilo lilimvuruga kiakili kiasi cha kutamani kuacha kabisa kutumia mitandao ya kijamii, kwa sababu alikuwa anaamini wafuasi wake wangemfariji kwa yale yaliyompata, lakini wakageuka kuwa maadui. Nilipata mental illness, nilipata depression, anxiety, panic attacks, niliumwa. Yani tukifupisha hapo, niliumwa kabisa. Sikuwa chizi, unajua ile kama nimeruka na akili, lakini
niliathirika kiakili mpaka unajua unawaza kujiua au vitu kama hivyo. Kwa hiyo iliniathiri kwa kiwango kikubwa sana, na kipindi hicho sikuwa sana mtu wa mtandao, kwa sikuiweka sana wazi, kiasi cha kwamba nilivyokuja kurudi kila mtu anasema ulikuwa wapi, watu hawajui kama nilikuwa na ugulia. Kuna kama stages. Ilifika stage ambayo niko naumwa kiasi cha kwamba sitaki kuona mtu. Yaani nikiwa nyumbani hata mgeni ama jirani akija siwezi kumuona. Nikimuona naweza nikapanic, nikaanguka, tukaenda hospitali, nikalazwa. Yaani nilikuwa namna hiyo. Yaani tuseme nilikuwa na aibu iliyopitiliza. Yaani ukiniona tu najisikia kwamba unataka kuongea chochote kinachohusiana na matatizo yangu. Kwa sitaki kusikia. Rosie ni miongoni mwa wanawake maarufu Tanzania na duniani ambao wanakumbana na ukatili wa kijinsia wa mtandaoni na kuhatarisha afya ya akili na kuwanyima fursa mbalimbali za teknolojia ili kuboresha maisha yao. This is Dig It with Imani, the podcast. Mwanamuziki na mwandishi wa habari nchini Tanzania Frida Amani anasema licha ya umaarufu wake mtandaoni anafanyiwa ukatili wa kijinsia, hasa kutukanwa na kudhalilishwa kwa muonekano na kazi yake ya muziki. Kwenye akili yake sasa nikajiuliza, yani sijui kawaza kitu gani. So kile kitu kilinikera, nikatamani block ile comment sababu niliona watu wengine wameshuka pale wakiwa wanaelewa wao wanavyoelewa. Lakini I realize it doesn't really matter because mimi sijawahi kwenda kucomment chochote kibaya kwa mtu. It means I have things to do. I feel like they don't. Itakuwa. Unadhani jamii ina uelewa wa kutosha kuhusiana na athari za ukatili wa kijinsia mtandaoni? Hapana. Hatujawahi kuichukulia serious mitandao mpaka sasa hivi. Faida zote ambazo mitandao inatengeneza kwenye maisha yetu sasa hivi bado hatujatizama kwamba pia ina hasara kubwa sana ambazo tunakutana nazo. Athari yake ni kubwa ambao sisi hatuioni. Yaani hatujawahi kuchukulia kwamba mtu anaweza akatukana akawa bullied kwenye level ambayo labda akatoa uhai wake. Wenzetu wa nchi za nje wameshaiona hiyo na wanajitahidi sana kuprotect. Hata hii mitandao ndio maana kuna umri unawekwa usiingie humu, kuna umri fulani kama haiko mzazi ambaye anasimamia haipaswi kupostiwa na vitu kama hivi. Lakini watu hawana hiyo na wala hawajui. Tunakutana mara ngapi na picha za watoto zimepostiwa, ukasoma comment watu wakawa wanaongea vitu vya kijinga kwenye picha za watoto. So hiyo it tells us bado hatujui kama kuna ubaya kiwango hicho. Tofauti na uamuzi wa Rose wa kuacha kutumia mitandao ya kijamii kwa muda ili kupata matibabu ya afya ya akili, Frida hajawahi kuacha kutumia mitandao ya kijamii, akiamini hiyo ndio njia sahihi ya kukabiliana na ukatili wa kijinsia mtandaoni. So I'm very sensitive about my art. Yaani hivi ni wale watu ambao mpaka nikupe sikio langu nikusikia unataka kuniambia nini kuhusiana na sanaa yangu, basi wewe utakuwa una umuhimu sana. So mtu alikuwa akiweza kuattack sanaa yangu, sio hata kama sio mtandaoni, hata tu kawaida, yani labda marafiki, unajua mtu akaongea kitu fulani kuhusiana na sanaa yangu, nilikuwa ni rahisi kunyanyua makucha, yani kuonesha oya bro kaa pembeni. So hata kwenye social media nilikuja nikakutana nayo sana. Yaani utatukanwa, utaoneshwa jinsi gani wewe huwezi, sijui au hiyo ngoma yako iko aina fulani. Haya, nikasema okay, it's just songs na nini, nitavumilia. Wakaja kwenye mwili, wakaja kwenye sura, wakaja, yani ni kama wanaingia kila mahali. So zamani nilikuwa na mind kabisa, yani naona au ni wajibu au nini. Rafiki yangu mmoja anaitwa Grayson Gideon akaniambia, sasa Frida, ukiendelea kumind watu ambao hawakujui kiundani, utawamind mpaka lini? So nikaanza kutengeneza situation ambayo mimi naamini ndio ilibadilisha mtazamo wangu. Yaani ukinitukana hapa sasa hivi, naingia kwenye account yako, nikikuview ulivyo, ndio ambavyo hisia zangu zitaendelea kuchukulia serious au wewe ni wa kawaida. Nikiona ni huko tu wewe utanitukana, utaniambia nini, wewe sio chochote. So hiyo ikanisaidia, lakini bado natukana kwenye mitandao. Naweza nisitukane mimi, ikatukana situation ambayo nipo. But we're getting used to it. Inakupa stress? Hainipi sasa hivi kweli. Mwanzo nilikuwa inanipa, lakini sasa hivi it doesn't bother me. Yaani wewe utatukana hadi uzimie, mimi nitaendelea na maisha zangu because I think haunijui, haujui chochote kinachohusiana na mimi, unanitizama huko unavyonitizama, so I really don't care. Licha ya Tanzania kuwa na sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 inayoshughulikia makosa yote ya mtandaoni ikiwemo ukatili wa kijinsia,
bado vitendo hivyo dhidi ya wanawake, hasa maarufu na wenye ushawishi, vinazidi kushamiri. Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa duniani kote wanawake milioni 736, sawa na takribani mwanamke mmoja kati ya watatu, wamewahi kufanyiwa ukatili wa kijinsia katika maisha yao, huku kati ya 16% na 58% ya wanawake duniani wamewahi kukutana na ukatili mtandaoni. Nayo ripoti ya marudio ya athari za ukatili wa kijinsia unaowezeshwa na teknolojia kupitia macho ya waathirika ya mwaka 2024 imebaini kuwa mtandao wa X, zamani Twitter, ndio unaongoza nchini Tanzania kwa matukio ya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake, ukifuatiwa na Facebook. Ripoti hiyo iliyotolewa na shirika la Tech and Media Convergence na mtandao wa uadilifu wa taarifa wa kimataifa wa taasisi ya kidemokrasia ya kitaifa NDI inaeleza zaidi kuwa ukosefu wa elimu ya usawa wa kijinsia na matumizi sahihi ya mitandao huchangia ukatili wa kijinsia kusambaa kwa kasi mtandaoni. Ripoti ya mwaka 2024 ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa imebainisha mambo matatu yanayochangia kushamiri kwa ukatili wa kijinsia mtandaoni dhidi ya wanawake, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa kasi ya matumizi ya akili bandia AI na kupanuka kwa mfumo wa maudhui yenye chuki dhidi ya wanawake unaopenya katika utamaduni wa kawaida na mtazamo hasi wa jamii kuhusu wanawake. Nimezungumza na baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Tanzania na wananieleza kuwa ukatili dhidi ya wanawake maarufu huchangiwa na mambo mbalimbali, ikiwemo malezi mabaya kuanzia ngazi ya familia. Ni stress, lakini pia na wivu. Kwa maana kwamba wewe unaamini kwamba huwezi kumfikia kwa mtu alichokuwa nacho. Kwa bora tu mtukane na nini. Unaona kama siku zinaweza zikawa zinaenda na kusonga mbele. Watu wengi wana matatizo ya afya ya akili na kushindwa kujua umuhimu wa hii mitandao ya kijamii, kwa sababu ni sehemu ambayo watu wana uhuru kutoa maoni yao. Kwa uwezi kuwazuia au kuwachagulia ni maoni gani wanapaswa kuyatoa. Ukifuatilia watu wengi wanaotukana ni wale ambao wanahisi feelings zao ambazo wamezitunza kwa muda mrefu. Wengine waliumizwa kwenye mahusiano, wengine waliumizwa na maisha, wengine waliumizwa na wazazi na malezi kwa ujumla. Kwa leo anafikiri aki-express kile anachokiona kwako, anahisi ujumbe wake unakuwa umefika. Ukatili wa kijinsia mtandaoni huchangia athari hasi kwa wanawake bila kujali hali zao. Athari hizo ni pamoja na mkazo, msongo wa mawazo, kujiona hawafai na magonjwa sugu mwilini, kama anavyoeleza Dominica Goliath, mtaalamu wa kujitegemea wa saikolojia nchini Tanzania. 1, 2, 3. This is Dig It With Imani, the podcast. Unaweza kusema nimezoea, lakini sio kweli kwamba nimezoea, mimi sijali. Hapana. Sisi siku hizi tunachukua kila kitu, yani mtu anasema wewe unaimba vizuri, mtu ambaye wewe hujui, nimefurahi sana kusikia hivyo. Maana yake unachukua kila kitu kutoka watu ambao labda wewe huwajui, si ndio? Tusiseme nimezoea, yani ni lazima tufanye kazi ndani, kwa sababu tukianza kusema nimezoea, yani hata husemi nimeumiza kabisa, hii imeniumiza. Yani kila kitu kinakaa ndani yako, si ndio? Ya nje unaonyesha uso mwingine, mimi niko wapi kabisa. Alafu unakuja nyumbani, unaangalia simu, yani mimi kwa kweli naimba vizuri, mimi kwa kweli napendeza, sidani. Ndio hii maswala yanakaa ndani yako. Alafu unaanza kusikia vibaya, na siku moja utashangaa, utajifunga, umenielewa? Yani utakuwa down, labda utapata depression, utapata anxiety, umenielewa? Ndio tusitukane nao, lakini tusifunge subject kama mimi sijali, kwa sababu sisi ni binadamu. Athari hizo huenda mbali zaidi, ikiwemo kuwapunguzia wanawake kasi ya kutimiza ndoto zao na kufaidika na fursa mbalimbali za majukwaa ya kidigitali. Wadau wa masuala ya teknolojia ya mawasiliano na jinsia
wanapendekeza njia mbalimbali ya kuwalinda wanawake maarufu dhidi ya ukatili wa kijinsia mtandaoni, ikiwemo kuwafungia milango ama kwa jina jingine kuwa block vinara wa vitendo hivyo viovu, kama anavyoeleza hapa Frida Amani, mwanamuziki anaitamba na kibao cha Amani. Nilikuwa hata sasa hivi kuna comments ama mtu atatukana nitamblock, na ninamblock ili mimi nisiendelee kukaa kwenye hiyo dunia yake. Wakati Frida akishauri kuendelea kutumia mitandao ya kijamii, mtaalamu wa saikolojia Dominika Goliati anasema wanawake maarufu wajitahidi kupotezea au kutochukulia kwa uzito maoni hasi ya wafuasi wao, huku wakiweka kipaumbele kujipenda na kujithamini. Unaweza kujibu, lakini usiingie kwenye mtukano, kwa sababu pale kuna energy, na energy ni chini. Ukianza unakasirika, kwa sababu yani lazima ukasirike, uende juu naye na vibe yake, sio yako, kwa sababu yeye ndio ana majukumu ya vibe yake. Jibu tu asante kwa komenti yako, basi nakutakia siku njema. Hapa utaona atashangaa, kwa sababu anategemea wewe ukasirike. Usipokasirika ndio okay, hapa hamna mazungumzo. Ukianza ukiingia tena utapoteza muda, utapoteza energy yako. Naye mkurugenzi mtendaji wa shirika la Tekan Media Convergence, Asha Abinala, anasema kuwa wanawake walioathirika na ukatili wa kijinsia wachukue likizo na kuacha kutumia mitandao ya kijamii kwa muda, na kutumia muda wao kuponya majeraha ya kisaikolojia, huku wakiweka mipaka wanapochangamana na wafuasi wao mtandaoni. Yani unapofika hiyo level na ukaona kama mitandao inakusumbua, inabidi uitengenezee guideline. Yani kwamba kama, kwa sababu tunaita digital detoxification is very important. Mtu atakapopita changamoto, weka mitandao pembeni kama bado inakusumbua. Kama ikusumbui, that's well and good. Lakini kama issues hizi zinakusumbua, kaa pembeni hata wiki moja, hata wiki mbili. Chukua time, pumzika, breathe out, unaelewa? Block out watu, usafisha timeline yako, hakisha content ambayo unaona ni sawa. Lakini kingine, you have to create a mechanism ya kuhakikisha kwamba unaweza kumpa mtu mwingine akalogin. Hakisha una vitu kama second factor authentication nini, asije akakunyang'anya account yako, labda ina followers wengi sana. Kwa hiyo tengeneza mtu ambaye ni professional manage. Yaani unamfuata mtu kama Imani, unamfahamu mtu yeyote ambaye anaweza kumfahamu akanimanage account. Fans zangu wanataka picha, unamwambia bwana leo post hii, lakini you don't want to know the comment, you don't want to share. I think that's the best way I would advise. Shirika la Umoja wa Mataifa la wanawake UN Women linapendekeza kuunganisha nguvu za wadau wote, zikiwemo serikali, kushughulikia changamoto na upatikanaji wa takwimu za ukatili dhidi ya wanawake mtandaoni, na kuongeza kasi ya utoaji wa elimu ya matumizi sahihi ya majukwaa ya kidijitali kwa watu wa rika zote. This is Dig It With Imani, the podcast.